Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wetu wa kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu. Kipindi kilichopita tulikuwa tumeishia katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 na leo tunaendelea katika kitabu cha 35 ambako mstari wa kwanza unasema, Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya, kwamba myafanye. Mstari wa pili, fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu, ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Mstari wa 3, hamtawasha moto katika nyumba zenu siku ya Sabato. Mstari wa 4, kisha Musa akanena na mkutano wote na wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloniamuru Bwana akisema. Mstari wa 5, katwaeni kati yenu matoleo ya Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Mstari wa 6, na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi. Mstari wa 7, na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na mbao za mshita. Mstari wa 8, na mafuta kwa hiyo taa na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri. Mstari wa 9, na vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. Mstari wa 10, na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa hekima na aje na kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameagiza. Mstari wa 11, yaani hayo maskani ya hema yake na kifuniko chake na vifungo vyake na mbao zake na mataruma yake na viguzo vyake na matako yake. Mstari wa 12, hilo sanduku na miti yake na hicho kiti cha rehema na lile pazia la sitara. Mstari wa 13, na hiyo meza na miti yake na vyombo vyake vyote na hiyo mikate uonyesho. Mstari wa 14, na hicho kinara cha taa kwa mwanga na vyombo vyake na taa yake na taa zake na hayo mafuta kwa nuru. Mstari wa 15, na hiyo madhabahu ya kufukiza uvumba na miti yake na hayo mafuta ya kupaka na huo uvumba mzuri na hicho kisitiri cha mlangoni mwa hiyo maskani. Mstari wa 16, na hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na wavu wake wa shaba na miti yake na vyombo vyake vyote na hilo bilika na tako lake. Mstari wa 17, na hizo kuta za nguo za ua na viguzo vyake na matako yake na pazia la lango la ua. Mstari wa 18, na vile vigingi vya maskani na vigingi vya ua na kamba zake. Mstari wa 19, na mavazi yenye kufumwa kwa uzi kwa ajili ya kutumika ndani ya mahali patakatifu, hayo mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya mawe ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 20, basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa. Mstari wa 21, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Mstari wa 22, nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Mstari wa 23, kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi za samawi na nyuzi za rangi za zambarau na nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi
na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo akavileta. Mstari wa 24, kila mtu aliyetoa toleo la fedha na la shaba akaileta sadaka ya Bwana, na kila mtu aliyeona kwake mti wa mshita kwa kazi yoyote ya huo utumishi akauleta. Mstari wa 25, wanawake wote waliokuwa na mioyo ya hekima walisokota kwa mikono yao, nao wakaleta hizo walizokuwa wamezisokota: nguo za rangi za samawi na za rangi za zambarau, na hizo nyuzi nyekundu, na hiyo nguo ya kitani nzuri. Mstari wa 26, na wanawake wote ambao mioyo yao iliwahimiza katika hekima wakasokota hizo singa za mbuzi. Mstari wa 27, na hao wakuu wakavileta vile vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani. Mstari wa 28, na viungo vya manukato na mafuta kwa hiyo taa na kwa hayo mafuta kutiwa na kwa huo uvumba mzuri. Mstari wa 29, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda wote, wanaume kwa wanawake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Mstari wa 30, kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda. Mstari wa 31, naye amjaza Roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina. Mstari wa 32, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba. Mstari wa 33, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi ya werevu kila aina. Mstari wa 34, naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani. Mstari wa 35, amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi kila aina, ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu, na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi za samawi na za rangi za zambarau na nyekundu na kitani kizuri, na ya mwenye kufuma nguo, na hao wafanya kazi na hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Katika kitabu cha Kutoka sura 36 mstari wa kwanza, basi Bezaleli na Oholiabu watatenda kazi na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili ya hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, kama hayo yote Bwana aliyoyaagiza. Mstari wa 2, basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu alikuwa na moyo wa akili, na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Mstari wa 3, nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wamealeta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Mstari wa 4, na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akifanya. Mstari wa 5, nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitolewavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Mstari wa 6, basi Musa akatoa amri
nao wakatangaza mbiu katika malango yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Mstari wa 7, kwa vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya tosha kwa kuifanya kazi hiyo yote, kisha vilizidi. Mstari wa 8, basi kila mtu mwenye moyo wa hekima miongoni mwa hao waliofanya kazi akaifanya hiyo maskani ya mapazia 10 na nguo ya kitani nzuri ya kusokotwa na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi, kazi ya ufundi stadi. Ndivyo alivyofanya. Mstari wa 9, urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 28 na upana wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 4. Mapazia yote yalikuwa ya kipimo kimoja. Mstari wa 10, naye akaunganisha mapazia 5 hili na hili, na mapazia 5 mengine akayaunganisha hili na hili. Mstari wa 11, kisha akafanya matanzi ya rangi ya samawi katika ncha ya pazia moja katika upindo wa kiungo chake, akafanya vivyo katika ncha ya pazia lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili. Mstari wa 12, akafanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upindo wa pazia lililokuwa katika kiungo cha pili. Hayo matanzi yalikuwa yakaribiana hili na hili. Mstari wa 13, kisha akafanya vifungo 50 vya dhahabu na kuyaunganya hayo mapazia hili na hili kwa vile vifungo. Hivi ile maskani ilikuwa ni moja. Mstari wa 15, kisha akafanya vifuniko vya singa za mbuzi kuwa hema ya kuifunika hiyo maskani, akafanya mapazia 11. Mstari wa 15, urefu wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 30 na upana wa kila pazia ulikuwa ni dhiraa 4. Hayo mapazia yote 11 yalikuwa na kipimo kimoja. Mstari wa 16, naye akaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali. Mstari wa 17, kisha akafanya matanzi 50 katika upindo wa pazia lililo upande wa nje katika kile kiungo, naye akafanya matanzi 50 katika ncha ya pazia lililokuwa upande wa nje katika kiungo cha pili. Mstari wa 18, kisha akafanya vifungo 50 vya shaba aiunganye ile hema pamoja ili iwe hema moja. Mstari wa 19, kisha akafanya kifuniko kwa ajili ya hiyo hema cha ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, tena juu yake akafanya kifuniko cha ngozi ya pomboo. Mstari wa 20, kisha akafanya mbao za mti wa mshita kwa hiyo maskani zilizosimama. Mstari wa 21, urefu wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 10 na upana wa kila ubao ulikuwa ni dhiraa 1.5. Mstari wa 22, kila ubao ulikuwa na ndimi 2 zilizounganywa pamoja. Ndivyo alivyozifanya hizo mbao zote za maskani. Mstari wa 23, naye akazifanya hizo mbao kwa ajili ya hiyo maskani, mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Mstari wa 24, naye akafanya matako ya fedha 40, naye chini ya hizo mbao 20 matako 2 chini ya ubao mmoja, kwa hiyo ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kwa ndimi zake 2. Mstari wa 25, na kwa upande wa pili wa maskani upande wa kaskazini akafanya mbao 20. Mstari wa 26, na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Mstari wa 27, na kwa upande wa nyuma wa hiyo maskani kuelekea magharibi akafanya mbao 6. Mstari wa 28, naye akafanya mbao 2 kwa pembe za maskani upande wa nyuma. Mstari wa 29, nazo zilikuwa mbao pacha upande wa chini, vivyo
zilishikamana pamoja hata ncha ya juu kufikilia pete ya kwanza. Ndivyo alivyofanya zote mbili katika hizo pembe mbili. Mstari wa 30, hivyo zilikuwa mbao 8 na matako yake ya fedha, matako 16, matako mawili chini ya kila ubao. Mstari wa 31, kisha akafanya mataruma ya miti ya mshita, matako kwa mbao za upande mmoja wa kaskazini. Mstari wa 32, na mataruma 5 kwa mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa hizo mbao za maskani zilizokuwa upande wa nyuma kuelekea magharibi. Mstari wa 33, naye alifanya hilo taruma la katikati lipenye kati ya hizo mbao kutoka upande huo hata upande huu. Mstari wa 34, naye akazifunika hizo mbao dhahabu, akazifanya zile pete zake za dhahabu ziwe mahali pa hayo mataruma, akayafunika dhahabu hayo mataruma. Mstari wa 35, kisha akafanya hilo pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri zilizosokotwa, akatia na makerubi, kazi ya fundi stadi. Ndivyo alivyofanya. Mstari wa 36, naye akafanya kwa ajili yake nguzo 4 za mti wa mshita, akazifunika dhahabu, na kulabu zake zilikuwa za dhahabu, naye akasubu kwa ajili yake matako 4 ya fedha. Mstari wa 37, kisha akafanya pazia la sitara kwa ajili ya mlango wa hema, lango